na bado tuko tunazungumzia habari za Umar ibn al-Khattabi. Kwangu mimi ni ukurasa wa 142, lakini wengine inawezekana kurasa zikawa tofauti kwa mujibu wa kopi zao. Lilikuwa ni lile tukio ambalo nimemfikisha nyumbani kwa dada yake na akiwa na mumewe na mwalimu wao wa Qur'an. Faqala, akasema, ma hadhihi alhaymanatu, nini huu unyenyekevu? Haimana, unyenyekevu manake concentration, watu wamekaa kwenye mazingatio makubwa. Wakanu, na walikuwa yakrauna Taha, wanasoma sura Taha kwa mujibu wa tukio linavyosema. Kwa hivyo walikuwa wanazingatia, kwa hivyo wako kwenye unyenyekevu au mazingatio. Na haimana inakuja kitu cha kukutawala hivi. Ndio maana Mwenyezi Mungu ana katika sifa zake anaitwa Al-Muhaiminu, mwenye kutawala. Kwa hivyo unyenyekevu, tutatafsiri hapa unyenyekevu, utulivu. Zibo utulivu wote wa nini huu? Wakanu yakrauna Taha, na walikuwa wakisoma sura Taha. Qala, wakasema wale watu wawili, mke na mume, ma ada hadithan tahaddathnahu bainana, akasema hayajavuka haya mazungumzo tuliozungumza baina yetu. Yani ni kitu cha mazungumzo tu tunazungumza sisi, hakutaka kumwambia kama tunasoma Qur'an. Wakati huo bado haijawa imeandikwa, labda wameshika msahafu wanafundishana hivi vitu. Kwa hivyo ile mwalimu anayo kichwani, na wanasema na zile aya 9 za mwanzo, Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was samawati lawla ar-rahman 'ala al-'arshi istawa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu Allahu la ilaha illa huwa. Na zile aya za mwanzo walikuwa wakisoma, wala hakuwa zimeandikwa mahala, wanazisoma kwa kichwa tu. Kwa hivyo akamwambia ilikuwa ni mazungumzo tu haya tunazungumza, lakini wako kwenye unyenyekevu mkubwa na mazingatio makubwa. Wakaambia hayajavuka mazungumzo tumezungumza, maada hadithan tahaddathna, hayajavuka mazungumzo tulizungumza bainana, baina yetu tunazungumza tu. Qala, akasema, fala'allakuma qad sabbatukuma, huenda nyinyi mshahama dini. Ndio ile wao wanatumia kurtadi au kuhama dini. Huenda hili dini yetu nyinyi mshaihama, mmehamia kwenye dini nyingine. Natokea hapo mara natoka na mawazo hayo ya kuwashughulikia wale walohama nini, walohama dini, kama mtakumbuka mwanzo wa kisa. Faqala lahu khitnu ya Umaru in kana alhaqu fi ghairi dinika. Fawathaba alayhi Umaru fawati'ahu wat'an shadida. Faqala lahu khitnu, akamwambia yule dada yake, manake ndo yule aliyeolewa pale, ndo alipokwenda kwa dada yake, akamwambia ya Umar, ewe Umar, in kana alhaqu fi ghairi dinika, unaonaje kama haki itakuwa sio katika hiyo dini yako? Kwani kuna ubaya gani mtu kuhama dini hiyo ikiwa haina haki? Yeye akasema kwa ukali, lakini yule namjibu kwa upole. Fawasaba alayhi, lakini hapa ni shemegi yake huyu, kwa sababu alayhi hakusema alayhi, ni yule shemegi yake. Fawasaba alayhi, akamrukia Umaru, fawati'ahu, akamkanyaga wat'an shadida, mkanyago mkubwa, yani akampiga teke tuseme, au akamtimba kwa nguvu. Ni yule shemegi yake. Faja'at ukhtuhu, ndio akaja dada yake sasa anamtetea mumewe, litadfa'ahu, amzuia an zawjiha, dhidi ya mumewe. Fanafahaha nafhatan biyadihi, akamsukuma msukumo kwa mkono wake, au akampiga gumi kwa mkono wake. Fadami ya wajhuha, ukavia damu uso wake, ukafanya kuvia damu. Faqalat, akasema, wa hiya ghadba, na hali ya kuwa mwanamke yule amekasirika, wa in kana alhaqu fi ghairi dinika, na hata ikiwa haki haiko katika dini yako, inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Huyu sasa akatamka sasa kwamba mimi basi nakiri kwamba hakuna abudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mjumbe wake. Dada yake sasa anatamka moja kwa moja,
Faqala Umar akasema atuni alkitaba alladhi huwa indakum, nipeni kile ambacho kimeandikwa kwenu, pengine kwenye ngozi. Faqara'u, akakisoma. Wakana Umar yaqra'u alkitaba, na Umar alikuwa anajua kusoma kilichoandikwa. Faqala tukhtuhu, dada yake akamwambia, innaka najisun, wewe ni najisi. Wa innahu la yamassuhu ila almutahharuna, na hii hawaigusi isipokuwa waliotoharika. Faqum, simama, faqtasil, nenda kakoge, au tawadha, au tiaudhu. Faqama, akasimama, fatawadha, akatiaudhu. Thumma akhadha alkitaba, kisha akachukua maandiko. Faqara, akasoma Taha hatta intaha, mpaka akaishia ila innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Faqala Umar akasema dalluni ala Muhammad, nionyesheni Muhammad iko wapi. Falamma sami'a Khabbab, aliposikia Khabbab amendo alikuwa mwalimu aliyejificha pale. Kaula Umar kharaja, akatoka kule alikojificha, kama alikuwa chini ya mpungu alikuwa wapi. Sasa akachomoka kuja kuona sasa mambo kumbe yashakuwa mazuri Faqala, akasema abshir ya Umaru, hongera we Umar, fa inni arju an takuna, mimi natarajia ikawa da'watu Rasulillah, dua ya Mtume sallam laka kwa lailatul khamisi, ule usiku wa siku ya Alhamisi. Mtume alisikika usiku akiomba dua kwamba Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu kwa moja kati ya Umar wawili, ni Amr ibn Hisham au Umar ibn al-Khattab, usiku ule. Kwa hivyo akasema usiku uliopita Mtume aliomba dua, ndio hapa, Allahumma izza al-islama bi Umar ibn al-Khattab au bi Amr ibn Hisham. Unaona yeye kaileta riwaya hiyo kwamba kawataja kwa majina. Sasa Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu kwa Umar al-Khattab au Amr ibn Hisham. Kwa hiyo Mtume alikuwa akiwaombea hasa watu waslimu. Kuna watu wanaona ni muhimu kuwapata kwenye Uislamu, basi akimuomba Mungu alainishe nyoyo zao waingie kwenye nini? Kwenye Uislamu. Sisi leo ukimwona mtu ana nguvu na si Muislamu unamlaani, humuombei. Lakini Mtume alikuwa yeye hawalaani, yeye na wao mpaka pale wanapogeuka sasa kuwa maadui wa dhahiri moja kwa moja kwenye vita, pale ni kitu kingine. Lakini wakati wa da'wa anawaombea waingie kwenye Uislamu. Likapatikana moja hili. Wakana Rasul sallam fi asli dari allati fi asli Safa, na Mtume sallam alikuwa katika sehemu ya chini ya nyumba ambayo iko kwenye msingi wa lile jabal la Safa. Kule Safa na Marwa kulikuwa kuna nyumba ziko pembezoni, ziko chini. Kwa hivyo alikuwa yuko sehemu ya chini ya nyumba iliyoko chini ya jabali la Safa. Lakini sasa hayo ni machimbo, maeneo ambayo alikuwa anakwenda kujificha akifundisha watu kimya wale walioslimu. Wakati ule Maka mazingira yalikuwa magumu. Kwa hivyo ziko nyumba maalum zinachaguliwa ambazo ni za Waislamu waliojitolea. Sasa anakuwa pale, halafu wanaambizana leo yuko wapi? Leo yuko mahala fulani. Wale wenyewe leo yuko wapi? Leo yuko mahala fulani. Akipatikana mtu apelekwe. Kavueni samaki, mkipata samaki mnene pelekeni. Yaani kavuteni watu kwenye Uislamu, wakikubali mnampeleka kule aliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walikuwa wanajua ratiba zake, ni mambo yanakwenda kisiri siri. Kwa hivyo katika sehemu ya chini ya nyumba iliyoko chini ya jabali la Safa, katika Safa na Marwa, wakati hapo na nyumba pale. Famtalaka Umar, akachomoka Umar hata atadara, mpaka akafika kwenye nyumba ile. Wa ala babiha, na mlangoni palikuwa pana mbabe mwenzake Hamza wa Talha, na alikuwa Talha wa nasu na watu wengine wako mlangoni pale, kwa sababu Mtume huko ndani pale. Wanatazama nani akuja, na akileta za kuleta na namletea za kuleta kimwaga mboga na mwaga ugali, ukimwaga ugali na mwaga kama mbwai ubaya tu, na ukija kwa wema tutakupokea. Kwa hivyo alikuwa Hamza, Talha na watu wengine, wanasu na watu wengine. Faqala Hamza akasema, hadha Umar, huyu Umar anakuja, in yuridillahu bihi khairan yuslim, ikiwa Mungu atamtakia khair ataslimu, wa in yurid, na ikiwa atataka ghaira dhalika suluko hilo, yakun, itakuwa katluhu alaina hayyinan, kumuua kwetu rahisi. Kaja mwenyewe, kama kajileta na jambo baya hapa, kumuua itakuwa rahisi, kwa sababu tuko wenyewe watupu hapa, hawezi kutuletea taabu, tutamdhibiti tu. Maneno ya Hamza naye ni ya kibabe tu hana maneno ya kubembeleza. Wababe ndio walivyo, hawajui kubembeleza hata wake zao. Qala, akasema, wa nabii sallallahu dakhilun, na Mtume sallallahu ndani, yuha ilayhi, anapewa wahi. Fakaraja, katoka, hata ata Umar, paka kamfika Umar. Fa akhadha
bibajami thawbihi, akashika makusanyo ya nguo zake, wa hamaila saifi, na mpini wa nini, wa upanga. Yani mtume akatoka mwenyewe, alafu akaja akamkamata Umar kwenye hii majami thawbi, ni kama hapa mtu kavaa koti ya ujoho, akamkusanya hapa kwa mkono mmoja na mkono mmoja akakamata ule upanga wake. Na hii ndio inatuonesha kwa Mtume sallam alikuwa ana nguvu na anaweza kupambana, lakini alikuwa hataki kutumia nguvu, kinyume kabisa na baadhi ya watu wanapoitoa taswira kama vile Mtume alikuwa laini hivi, bambade, Mr. Nice, hakuwa hivyo mtamu tu, watu mwingine naye alikuwa mchungu, ukija vibaya unamkuta naye yuko vibaya, anaweza kupambana. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu kamfanya nini, layin, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu, ungekuwa mfukuzi na mgumu wa moyo ungekukimbia. Kwa hivyo kampunguza ile makali, lakini si kwamba alikuwa hawezi mapambano, anaweza. Lakini ingekuwa kigezo kibaya sana kuwa na mtume mkali, anaropoka, anakasirika na nini, kigezo kingekuwa kibaya kwetu. Kwa hivyo uswatun hasana, kigezo chema ni kumtengeneza kwa tabia zile, lakini si kwamba alikuwa hawezi kupambana. Na hapa ndo kaonesha moja wapo hiyo. Basi akakusanya makutano ya nguo zake na ni mpini wa panga lake. Fakala, akamwambia, ma anta bimuntahin ya Umar hatta yanzila Allahu bika min alkhizi wan nakali ma anzala bil Walid ibn al-Mughira. Akamwambia, ma anta bimuntahin, hukomi wewe Umar, ile kalla la in lam yantahi lanasfa'an, kukoma manake kuacha jambo. Kuachi we Umar haya mambo ya ubabe na vitu hivi vya kikafiri. Ma anta bimuntahin. Kwa hivyo ile muntah ni jina hilo, sisi tunaita munta, mtu anaitwa munta, lakini asili yake ni muntahin yule, yani mwenye kumaliza au mwenye kuacha au mwenye kukoma, ndo asili yake. Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nas. Sasa tunalipoteza ile kimatamshi mpaka unakuwa hujui unaita munta, lakini ni muntahin, yani mwenye kumaliza jambo au mwenye kuacha jambo. Ma anta bimuntahin, we si mwenye kuacha ya Umar bubabe wako huo, hatta yanzila Allahu bika min alkhizi, mpaka kuteremshia Mwenyezi Mungu katika udhalili wa nakali na mateso. Ma anzala bil Walidi, kama alipomtoleshia Walid bin Mughira. Na Walid bin Mughira tumewahi kugusia habari zake, ndio ile innahu fakara wa qaddara fakutila kaifa qaddara na mengine aliyosema. Mwenyezi Mungu akamjibu vibaya, akamletea maneno makali naye. Utullim ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul sanasimuhu inna balawnahum kama balaw. Kwa hivyo naye yule na kipo chake kilikuwa kibaya sana. Yule aliliwa na fisi. Fisi unajua wanapokula fisi wananyofoa, fisi wananyo. Kwa muhtasari, kwa sababu yule alikuwa na jeuri sana yule jamaa, na mara nyingi katika mikakati ya makafiri alikuwa yuko mbele sana kuharibu, lakini Mungu alimpa maradhi yule, akaumwa, ikawa mwisho hawezi kutibiwa katika mji, apelekwe nje ya mji kwa mganga wa kienyeji ya mtibu. Yule mganga naye akawa anamtibu, mwisho ikawa hawezi kukaa naye kwa vile ananuka uchafu, akawa amumweka kwenye banda la pembeni hivi, katika kiunga chake kuna banda, akamweka, anakwenda akimpelekea dawa na nini kumshughulikia. Sasa siku moja yule akatoka kenda zake sijui kwenye mambo yake, akachelewa kurudi, likaja fisi lina njaa, jike linanyonyesha huko, lina njaa kiyama, akinusa hakuna cha kuchukua, akamkamata mkono kwa mdomo yule, akawa anarudi kinyume, akamtoa kwenye chumba kile, akamburuza kenda mpaka huko anakotaka yeye. Basi tena ikawa anamla tu kidogo mpaka mmaliza. Yule jamaa kurudi, anamsaka, anamtafuta, hajui alipo. Akaanza kufuata zile alama, anakwenda kule anakuta mifupa tu. Na mifupa yenyewe fisi mingine kisha saga.
Mifupa ile baki ni magoko manini yale magumu, lakini vidole nini vyote kishapeleka washagawana na wanawe huko siku nyingi kiteo chao. Kwa hivyo unataka yakukute madhila kama mkuta huyu. Faqala Umar akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka abdullah wa rasul. Nakiri kwamba pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hakuna pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba wewe ni mjumbe wa nani? Mjumbe wake Mwenyezi Mungu. Dondoo hili anasema rawahu al-Hakim fil Mustadrak, chini kwangu mimi kaandika namba 1, sijui kwenye vitabu vyenu kama kameandika kote. Kwangu kasema rawahu al-Hakim fil Mustadrak, kalipokea al-Hakim katika kitabu cha Mustadrak juzuu ya 4 ukurasa 65. Waqala Dhahabi fi talkhis, na Dhahabi katika talkhis akasema kad saqata minhu wa Ibn Sa'd fi tabaqati, kalitaja al-Kubra katika juzuu ya 3 ukurasa wa 768, na Ibn Asakir tena fi tarikh Dimashq kalitaja tena katika hii juzuu yake 44 ukurasa wa 30 wa 30. Kwa kifupi inapatikana katika vitabu mbali dondoo hili alilosema. Wa akhraj al-Bazzar wa Tabarani, kikawa kile ndo chanzo cha kuslimu Umar bin Khattab. Wa akhraj al-Bazzar wa Tabarani wa Abu Nuaym fi al-Hilyati wal Bayhaqi fi ad-Dalail an Aslam qala lana Umaru kuntu ashadda an-nasi ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam فبين أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل فقال عجبا لك يا ابن الخطاب إنك تزعم أنك وأنك وقد دخل عليك الأمر في بيتك. قلت وما ذاك؟ قال أختك قد أسلمت. فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب. قيل لي من هذا؟ قلت عمر. فتبادروا فاختفوا مني وقد كانوا يقرؤون صحيفة من بين أيديهم تركوها ونسوها. فقامت أختي تفتح الباب فقلت يا عدوة نفسها يا عدوة نفسها أصبعت، وضربتها بشيء كان في يدي على رأسها فسال الدم وبكت. فقالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد صبأت. Tuanze kutafsiri kwanza kipande tumekwenda nacho kirefu. Tukio ni lile lakini analileta kwa namna kidogo nyingine. Wa akhraj al-Bazzar, na ametoa bwana Masoko bwana Mabizari, ndio ile Bazari tushamsema huyu. Bazari kwa lugha za Kipashian ni soko. Watu wa Irani bazar kwao ni soko, hata Wahindi bazari kwao ni soko. Na Zanzibar hapa neno bazari wala sigeni sana kuna Bombe bazari inajulikana haiko mbali na hapa, lakini ndio wengine wageni humu ndani si wageni, si wageni wa nchi tu, wengine wageni wa Zanzibar, wengine wageni wa mji Na hiyo aliyosema al-Bahri Chori Bazari ni sehemu ambayo vinauzwa vitu vya wizi tu. Zamani ilikuwa vitu vya magumashi na chori maana yake wizi, Chori Bazari wamechukua kwenye michezo ya sinema ya Kihindi hiyo. Ulikuja mchezo mmoja unazungumzia habari ya Chori Bazari tena hapa wakaiga hiyo Chori Bazari. Bazari maana yake ni sehemu panapouzwa vitu, soko. Na bizari inaingia hapo na vile vile. Huyu al-Bazzar. Wa akhraj al-Bazzar bwana Masoko huyu ndio umaarufu wake. Wa Tabarani na bwana Tabarani, na aghlabu watu hawa wanakuwa ni watu wa asili ya Irani, wako walodili na hadithi wa Islam, lakini kwa sababu ya Tabar iko huko Irani, at-Tabri. Wa Abu Nuaym fi al-Hilyati, na Abu Nuaym katika kitabu cha Hilya, wal Bayhaqi na al-Bayhaqi fi Dalail katika kitabu cha Dalail. An Aslama, kutoka kwa bwana mmoja anaitwa Aslam qala, kasema qala lana Umar, katuambia sisi Umar. Kwa hivyo inaonekana huyu Aslam ni katika matabiina, si katika masahaba, ni mtu aliyewakuta masahaba. Kwa hivyo kasimuliwa na Umar mwenyewe, na Umar alikuwa akiwasimulia watu, kundi la watu, na yeye alikuwepo. Ndio maana akasema qala lana, katuambia sisi Umar
Anasema Umar mwenyewe, kuntu ashadda an-nasi ala Rasul sallam, nilikuwa mtu mgumu kuliko watu wote dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashadda an-nasi, yani unaweza ukasema ashadda an-nasi adawatan, mwingi kuliko watu wote kwa uadui, lakini kwa sababu hakusema neno uadui, basi tutafsiri ashad maana yake mgumu. Nilikuwa mgumu kuliko watu wote dhidi ya Mtume. Fabaina ana, ilipokuwa mimi, fi yaumin, katika siku moja, harin, ya joto. Na Arabuni mtu akikwambia leo ni joto, basi ujue ni joto. Kama Ulaya mtu akwambia leo baridi, basi ujue ni baridi, kwa sababu kwao hii baridi tunayopigia sisi kelele, Ulaya kwao ni baridi ya kawaida. Kwa hivyo ikiwa sasa yeye mwenyewe akasema leo baridi, ujue kwamba hiyo ni baridi kubwa. Na ili joto tunalolipigia sisi kelele Arabuni ndio joto la kawaida. Sasa Arabuni akwambia leo joto, basi ujue hilo ndio joto lenyewe. Tumefahamiana? Ndio sisi tunasema na mtu wa shamba akikwambia nina njaa, basi ujue ana njaa kwa kweli, kwa sababu katika watu wanaovumilia njaa ni pamoja na watu wa shamba. Sasa mpaka akija akadumba akasema leo nina njaa, basi ujue hiyo njaa ya kwa kweli, sio njaa yetu ya mjini ya utapitapi. Njaa ya kisawa sawa. Kwa hivyo fi yawmin harin, katika siku ya joto, bil hajira, katika kihame. Hajira kinakuwa ni kihame, lakini mara nyingi inapotafsiriwa kihame kule, manake huwezi kukaa popote, ukatafute sehemu maalum yenye kivuli upumzike, ndio inaitwa hajira. Mimi neno hili kwa maana hii nilikuwa silijui mpaka nilipofika kule Madina, wakati tunasoma na watoto wale wa Kiarabu. Sasa tunakaa nao, tunazungumza nao wale. Sasa siku moja ilikuwa joto kali sana siku hiyo. Sasa siku ya pili tumeingia madarasani, ndio mmoja katika marafiki zangu ananiambia, Salim, shufta al-hajira bil ams, umekiona kihame jana? Nikaanza kunipa tabu, kihame, hajira. Baadaye akanifahamisha joto lilikuwa kali, na kweli ilikuwa joto kali. Hakuna mtu anathubutu akiambiwa atoke nje, basi mpaka huko kuna sababu kubwa sana. Sababu wao wana ma-AC ya kutosha hata kule madarasani. Ukifungua mlango kama hivi au dirisha, lile joto linaingia, utafikiri unachungulia tanuri ya bakery. Kwa hiyo kwa hajira ile watu hawakai, ndio kihame kwao kinaitwa kile. Kwetu sisi kihame kina maana nyingine. Kihame kwetu sisi ni eneo ambalo watu waliishi, halafu wakaondoka pakabakia alama za makazi. Na aghalabu inakuwa ni karibu na pori au mbali sana na tena na mji ushahama. Kwa hivyo ukifika unakuta pengine kuna nyoka wamekaa hapo, kenge wamekaa, kinaitwa kihame. Na katika itikadi wanaishi vibwengo, mashetani, tena ndo zinakuja kwamba kihame. Lakini kwao kihame inakuwa ni joto vile vile kali sana, wanakuwa watu wakai. Basi bil hajira ilikuwa ni kihame kwa kweli, yani joto kali. Fi baadhi tariqi Makkah, katika baadhi ya njia za nini za Makkah. Na Makkah ni mji tangu zamani una vichochoro na njia nyingi kama unaoona mji wetu sisi, na mpaka leo pamoja na kujengwa kwake bado ni mji una njia nyingi. Ndio nyewe mnajua mnaokuja kwenye darasa hii kuna njia ngapi za kutokea hapa. Leo mmemchukua bodaboda mmoja ambaye hajawahi kunileta huku, tumetoka naye kule Foni, basi tulikwepa lije kubwa tukapita huku Jang'ombe na nini. Sasa nikawa namfahamisha huu msikiti, akawa hajapata ile picha yake. Alipofika pale nikampelekesha hivi, nikampitisha kwenye chochoro, tukatokea hapa. Sasa msikiti na ujua, lakini kuna njia nyingi kumbe za kutokea hapa. Ndio huu mji wetu. Kuna vichochoro vya kila, basi na Makkah iko hivyo, ina vinjia vya chungu nzima. Fi baadhi tariqi Makkah, katika baadhi ya njia nini ya Makkah. Idh laqiyani rajulun, kwani alinikuta mtu mmoja mwanamume. Faqala, akasema, ajaban laka ya ibn al-Khattabi, ajabu kwako ewe ibn al-Khattabi, unashangaza. Innaka taz'umu, wewe unadai. Taz'umu ndio bora zaidi kuliko tazhamu. Zote zinatamkwa tazhamu na taz'umu, lakini taz'umu inakuwa ndio mara nyingi. Za'ama ndio madhi yake, yaz'amu qiyasan, za'ama yaz'amu, lakini taz'umu yaz'umun mara nyingine kwa dhamma. Innaka taz'umu, wewe unadai, annaka, kwamba wewe, wa annaka, na kwamba wewe, yani wewe ndo wewe, unajitapa ile annaka wa annaka, kwamba wewe ndo wewe na wewe ndo wewe. Manake mimi hivi, wewe unajisifu sana, unajitapa sana wewe Omar.